Jukumu kubwa tulilonalo hapa ni kukaribisha rasmi uweze kuzungumza nasi na kufungua kongamano la leo ambalo muda huu maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika elimu, uwekezaji na ujenzi wa taifa lenye amani kwa maendeleo ya watu. Hata hivyo, kabla ya kufanya hivyo, nitumie nafasi hii kusema mambo machache yafuatayo. Kwanza, tunamkumbuka Mwalimu Julius Nyerere. Ni vizuri kujua mtu huyu tunayemkumbuka wote ni mtu wa namna gani, na kwa nini wote kila mwaka tunajumuika hapa kuja kumkumbuka. Mwalimu Julius Nyerere ni kiongozi wa pekee yake katika bara la Afrika, ambaye aliongoza kwanza nchi yake ikiwa Tanganyika na kuiondoa katika makucha ya ukoloni, lakini kwa kutumia amani. Mwalimu angetaka tupate uhuru kwa kumwaga damu, tungemwaga. Sisi tuliokuwepo vijana wa wakati ule tulingojea amri yake ili tufanye anavyotaka, lakini alituambia wakoloni hawakuja hapa kututawala kwa hiari yao, walitumwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunaenda kuambia waliotutawala kwamba hawakufanya kazi waliotumwa ya kututayarisha kujitawala. Kwa sababu wakati tunajitawala katika upande wa elimu tulikuwa na injinia wawili katika Tanganyika isiyokuwa na barabara wala madaraja. Mwaka ule tulikuwa na mtu mmoja tu amesoma masters, alikuwa anaitwa Julius Nyerere peke yake. Ndio maandalizi yaliyofanywa na wakoloni kwa miaka 75, 35 ya Wajerumani na 40 ya Waingereza. Kwa hiyo alipokuwa anaanzisha chuo hiki kule Tabora, katika mkutano ambao una historia ndefu, ambao ndio ulijibu na kuondoa changamoto zilizokuwa zimefanywa na wakoloni wa kutaka kukigawa chama chake kinaitwa TANU. Wakati ule wakoloni walisema lazima tupige kura 3. Tupigie wazungu, tupigie Wahindi na Waafrika. Kulikuwa na viti 30 vinagombaniwa, na 10 vilikuwa lazima viwe vya wazungu, 10 vya Waesha na 10 vya Waafrika. Mkutano wa Tabora wa mwaka 1958 ulitegua kitendawili hicho ambacho wakoloni walitaka kuigawa TANU, kwa sababu walijua wana TANU hawatakubali kuleta wazungu waliokuwa wakipambana nao na Waasia katika mfumo wake. Lakini Mwalimu alisimama imara Tabora. Wale vijana ambao hawajui kilichotokea Tabora ni vizuri wakajua kwamba Mwalimu baada ya kushinda na kuifanya TANU ikubali kura 3 ambayo ndiyo ilielekeza Tanganyika kupata uhuru, alifanya mkutano mmoja wa hadhara mjini Tabora, na ndio mara ya kwanza alionekana hadharani akiwa analia na kutoa machozi, na alisema sasa tumeshinda, lakini tutawaambia wakoloni watupe uhuru wetu, wakikataa tutawashtaki kwa Mungu. Sasa wewe utatafasiri Mungu angeenda kusikiliza kesi gani? Lakini Mwalimu alikuwa anasema kama kwa amani hawawezi kutupa uhuru, tutamwambia Mungu sasa hatuna njia nyingine isipokuwa kuudai kwa nguvu. Lakini baadaye TANU ilishinda viti vyote 30, na gavana aliyekuwa anatawala wakati ule anaitwa Edward Twining alisarenda na akaomba Waingereza umuondoe Tanganyika. Ndipo akaja gavana wa mwisho anaitwa Richard Turnbull, ambaye alikuja kukamilisha kazi ya kuhakikisha Tanganyika inapata uhuru. Huyo ndio Julius Kambarage Nyerere.